Ramadhan na Tifu TV. Mpenzi mtazamaji, kama ndio kwanza nafungua channel yako ya Tifu TV, tafadhali subscribe ili uwe mwanzo kupata video zetu mbalimbali za ndani na nje ya nchi. Share video hii bila ya kusahau kudondosha comment yako, kwani ni muhimu sana. جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لن نكن من المصلين. Nimesimama kwa madhumuni ya kusema kidogo kuhusu yale ambayo nimeombwa hapa, na nimeombwa mambo matatu. Moja linahusu afya, moja linahusu elimu, na moja linahusu barabara za ndani. Ahadi yangu kwenu ni kwamba nitapita kutizama hili swala la afya, na serikali itachukua hatua ya kuliweka vizuri ili wananchi waweze kupata huduma. Na la pili la ya skuli kujengewa uzio, nadhani ni ombi ambalo halikataliki. Maana kama kuna vijana wetu hususan watoto wa kike, lazima tuwatengenezee mazingira ya usalama. Na kama skuli tunajenga za ghorofa, hatuwezi kushindwa kujenga uzio. Kwa hivyo na lenyewe nimelipokea, na inshallah tutalifanyia kazi tukamilishe katika muda mfupi. La tatu ni la barabara. Hili la barabara nitahitaji muda kidogo kwenda kutizama ule mkataba tuliotia na kampuni inayojenga barabara za ndani kwa eneo hili la huku, zimetengwa barabara zipi za kutengenezwa. Na kama hazipo, basi ninachukua ombi hili kwamba na watu wa huku nao wangependa wapate barabara zao za ndani. Tunaweza tukakaa nao kuongeza mkataba, na hii nasema kama hazipo, kuongeza mkataba kidogo ili angalau na huku zipatikane barabara mnazozihitaji. Kwa hivyo nimeyapokea maombi yenu yote matatu, na inshallah Mwenyezi Mungu atujalie tuweze kuyafanyia kazi. Zangu, tuko katika mwaka wa uchaguzi, tunahitaji kudumisha amani, na tumuombe sana Mwenyezi Mungu aidumishe nchi yetu katika hali ya amani. Haya maendeleo yote tunayoyasikia yanapatikana kwa sababu tuna amani. Tungekuwa hatuna amani, hata moja lisingefanyika. Na wacha maendeleo, hata ibada zisingefanyika. Humu ndani tusingekaa kwa amani kama kungekuwa hakuna amani katika nchi. Kwa hivyo tuendelee kuomba Mwenyezi Mungu atudumishe katika amani tuliyokuwa nayo. Na mimi nikushukuruni kwamba pamoja na kuiombea nchi, vile vile mnatuombea sisi viongozi wenu. Mimi pamoja na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tunasema asanteni sana, tunakushukuruni mno. Mwenyezi Mungu akulipeni kila la kheri. Niwashukuru nyote mloacha majukumu yenu mbalimbali mkakaa mpaka dakika hii baada ya swala. Msiondoke kwa kukaa kutusikiliza. Kwa kweli haya ni mapenzi makubwa, na mimi nimefarijika sana kupata wananchi wa hapa kukaa kutaka kutusikiliza. Na kwa kweli hii ni dalili kwamba mna imani na uongozi wetu, na mimi nasema asanteni sana. Mwenyezi Mungu akulipeni kila la kheri, na ahadi yangu ni kwamba tutaendeleza juhudi za kuijenga nchi yetu. Tutaendeleza juhudi za kutatua changamoto zetu za kimaendeleo. Haya yaliyosemwa na mengine ambayo hamjasema, inshallah tutayafanya yote ili nchi yetu ipige hatua za maendeleo kwa haraka sana. Man amana billahi wal yawmil akhir falyuhsin ala dhaifi. Yeyote mwenye kumwamini Mwenyezi Mungu na kuamini kwamba iko siku ya mwisho, basi amfanyie uzuri mgeni wake. Ndugu Waislamu, haya ni maamrisho ya kuwafikiana kufanya ihsani, kwani ihsani yanajenga udugu, ihsani inaleta daraja kubwa mbele ya Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo ni wajibu wetu tujitahidi kufanyiana ihsani. Katika jumla ya vita alivyokwenda Mtume sallallahu alayhi wasallam, alipigana na Mayahudi, na Mayahudi wengi walishindwa,
wakaletwa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Baada ya kuletwa, Mtume sallallahu alaihi wasallam akaambiwa tupe hukumu yake. Akasema, mimi Mayahudi wamenifanyia ihsani kubwa, wameniozesha mtoto wao Safia bin Uhai. Kwa hivyo kutokana na ihsani hiyo, na mimi nasema wote waachiliwe huru. Tifu TV inakupatia video mbalimbali kutoka ndani na nje ya nchi. Tafadhali endelea kutufuatilia kupitia channel yetu ya Tifu TV, YouTube, Facebook, Twitter na Instagram. Bila kusahau kudondosha comment yako, kwani ni muhimu sana. Tifu TV tupo kijamii zaidi. Ramadan na Tifu TV.